Karibuni kwenye mradi wetu wa chanzo cha Igombe. Mradi huu ulianza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024 ukiwa na malengo ya kuboresha huduma ya maji kwenye eneo la Igombe na sehemu ambayo inazunguka Igombe. Na malengo makuu ya mradi huu yalikuwa ni kuboresha chanzo hichi, ambapo katika kuboresha chanzo hichi ilihusisha ujenzi wa chujio pamoja na ujenzi wa tenki pamoja na uwekaji wa pampu kwenye sampu ambayo itakwenda kusukuma maji kutoka kwenye sampu kwenda kwenye chujio na kwenda kwenye pampu kwenye tank na baadaye kusukuma kwenye matenki yetu ya usambazaji. Mradi huu hivi sasa kama mnavyoona mbele yenu tayari unaendelea na uko kwenye hatua ya katikati. Asilimia zipatazo 65 za mradi zimeshatekelezwa, ambapo kufikia sasa kama mnavyoona ujenzi wa jengo ambalo litatumika katika kuhifadhi zile chujio ambazo zitatumika kuchuja maji, na pia ujengaji wa tenki ambalo litahifadhi maji safi baada ya kuchujwa, na tayari mafundi wanaendelea na ujenzi wa tenki ambalo lina ukubwa wa ujazo wa lita 100,000 za maji safi. Mimi nikupongeze tu mkurugenzi, kwa sababu kilio cha huko kilikuwa ni kikubwa, na hata unapozungumza watu wanashangaa na kuambia maji yamefika Nzega, Igunga, Tabora, lakini walioko kando ya ziwa hawana maji. Ilikuwa ingia akilini, yani mnaonekana kama vile wawakilishi hamfanyi kazi. Inakuwaje Tabora anapata maji na yanatoka ziwa Victoria, alafu walioko kwenye ziwa hawana maji, wanakunywa maji ya kuchota kwenye. Sasa nadhani hii itakuwa pia, tumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba ameitikia hiki kilio cha watu na ametoa pesa nyingi. Kwanza kitendo cha kuongeza chanzo kingine, wakati kuna kikubwa kile cha Butimba ambacho kimechukua karibu bilioni 71-72 kitu kama hicho, bado karabati Capri Point ili tuweze kuwa save. Lakini bado kwa kelele zangu na wananchi wakilalamika, bado ametoa tena pesa zingine kuboresha hapa na kuweka chanzo kingine. Kwa kweli mimi niseme namshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu swala la maji lilikuwa ni swala ambalo ni changamoto kubwa sana. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia kwa huduma hii, na tunazidi kuwaomba, maana kule nyuma ya mlima huu nako kuna miji mingi tu ambako hakuna hata huduma ya maji. Yaani wanahangaika sana kupandisha huu mlima, wakati wanatoa maji huku wanapeleka kule kwenye familia zao. Kwa kweli kwa huduma hii tunamshukuru sana, maana tumepata huduma karibu. Wakati mwingine tulikuwa tunapata changamoto kama hiyo aliyoizungumza wenzangu, kana kwamba tulikuwa tunanunua ndoo 100. Kwa hiyo sasa kwa huduma hii kwa kweli tunawashukuru sana, na Mama Samia tunamwombea kwa Mungu kazi yake izidi kuendelea. Mwenyekiti amelisikiliza hili swala akawa amelipeleka kwa wahusika. Bahati nzuri tumepata maji mazuri mpaka sasa hivi wakina mama wanachota kwa kufurahia. Kipindi bado hatujapata hili bomba, tulikuwa maji tulikipata sana ziwani, na bomba moja lilikuwa kule chini, lakini watu walikuwa wanashinda pale wakichota maji baada ya kuonekana kwamba hayatoshelezi kwa wakati. Na sasa hivi hali ipoje? Kwa sasa hivi tunaona hali kidogo inatosheleza kwa wakati, kulingana na jinsi baada ya mabomba kuongezeka yamekuwa mawili. Wito wangu kwa serikali, mimi ninaomba tu serikali ituongeze mabomba ya maji, kwa sababu mpaka sasa hivi mnaona wananchi wangu bado wanazidi kujipanga, na ambapo ukiangalia sasa hivi ni muda wa mlo, lakini bado wamejipanga kwa maji. Mheshimiwa Waziri, nzuri niko katika eneo la Rutongo hapa kata ya Kayenze, ambako kuna gati la maji limewekwa, ni gati la 13 katika yale 15 niliyoomba. Kwa hiyo tumekuja hapa na timu ya MWAUWASA ikiongozwa na mkurugenzi Nelly Msuya pamoja na watu wake, lakini tuko pia na watu wa habari. Sasa wananchi hapa wanakusikiliza,
Na nimwambia naunganisha na waziri wa maji ili aweze kuzungumzia haya mafanikio ambayo tumeweza kuyapata. Karibu sana, wanakusikiliza wananchi wangu wa Lutongo. Lutongo oye! Mama Mabula safi! Safi. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu zangu wana Lutongo, mimi sina mengi ya kusema, lakini Waswahili wanasema usione vyaelea ujue vimeundwa. Mimi binafsi eneo hili la Lutongo sikuwahi kufika, lakini mheshimiwa mbunge wenu Mama Angelina Mabula alijenga hoja bungeni, na si bungeni tu, nilikuja kufanya ziara katika jimbo lake la Ilemela, akaniomba baadhi ya haya maeneo pembezoni kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama. Leo mmepata maji safi na salama, ni kazi kubwa ya kupigania mheshimiwa mbunge wenu. Mpigieni makofi mengi sana mheshimiwa mbunge wenu. Mheshimiwa mbunge aina ya Dr. Angelina Mabula ni baraka. Ni mtu ambaye pamoja na uwaziri wangu kuna mambo ambayo nimejifunza kutoka kwake, kwamba hata uwe na cheo, hata uwe na uongozi mkubwa wa namna gani, usisahau ulipotoka, usisahau wale walokuamini. Mheshimiwa mbunge wenu mmemchagua, lakini hajawaacha. Leo bado tuna shughuli za bunge, lakini yupo pamoja na nyinyi. Sio jambo jepesi. Tumpigie makofi kwa dhati ya moyo jamani. Wema unalipo kwa wema. Haya aliyoyafanya ni kuhakikisha wananchi wake ambao wameteseka juu ya adha ya maji kwa muda mrefu wanapata huduma maji safi na salama. Lakini nataka niwahakikishie wana Lutongo, mimi Juma Aweso sitokuwa kikwazo kwa wana Lutongo na wana Ilemela kupata huduma ya maji safi na salama. Na hivi sasa tunawapigania mradi mwingine mkubwa wa Kabaganja ili kuhakikisha kwamba mnapata huduma ya maji safi ya uhakika katika jimbo lote la Ilemela. Tupige makofi mengi sana kwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika eneo la kwanza tulitembelea mradi wa kuboresha chanzo cha Igombe, ambapo tunaona tumefika kwenye 65% kuelekea 70%, na kazi inaendelea kwa kasi ili kuweza kuboresha kile chanzo ambacho ni cha zamani sana, lakini ambacho wakati mwingine ilikuwa inalazimika kutokuzalisha maji kwa sababu ya hali ya ziwa. Sasa kwa kuboresha vile, maana yake ni kwamba tutaweza kuzalisha maji kwa masaa 24 siku zote 7 kwa wiki, hata kipindi cha mvua, majira ambayo ilikuwa wakati mwingine inaleta changamoto. Lakini vile vile kupitia mradi maalum wa visima 900 ambako zaidi vilikuwa ni katika maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Angelina Mabula mbunge wa Ilemela alitoa ombi mahususi na ikakubaliwa kwamba Ilemela pamoja na kwamba sio eneo la kijijini, haina maeneo ya kijijini, lakini wangeweza kuqualify kupata huo mradi. Kwa hiyo tumekwenda kuona vioski ambavyo vimejengwa ili kuweza kutoa huduma katika maeneo na vitongoji na vijiji ambavyo viko maeneo ya pembezoni. Kwa hiyo mpaka sasa tumeweza kujenga vioski 15 na kazi inaendelea. Kazi inayoendelea sasa ni kuviboresha sasa, lakini tuliona kwamba wananchi kwanza waendelee kupata huduma wakati vikiendelea kumaliziwa ujenzi. Kwa hiyo sasa wananchi wananufaika na vioski hivi. Lakini pia tumekuja kuona mradi wa uboreshaji wa mfumo wa usambazaji maji, ambako sasa katika kupitia mradi huu ambao pia ni sehemu ya mradi ule wa visima 15, wa vioski 15, unakwenda sasa kufikia maeneo ambayo awali yalikuwa yapati huduma nzuri kutokana na uchakavu wa miundombinu iliyokuwepo. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika mara moja, ni kwamba kuna vioski vingine 8 vitaenda kupata maji na hivyo kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya Kaenzi. Kwa hiyo kazi inaendelea na tunashukuru sana kuweza kumpata mheshimiwa mbunge leo kuweza kutembelea na kutoa hamasa kwetu, lakini vile vile tumepokea baadhi ya maombi na bahati nzuri mheshimiwa waziri ameweza kuelekeza. Kwa hiyo ni kazi ambayo tutaifanya baada ya kukamilisha mradi huu ili kuweza kupeleka maji katika haya maeneo ambayo inaonekana kuna uhitaji wa maji. Ikumbuke kwamba maeneo kama ambavyo mmeona ni maeneo mapya. Kwa hiyo awali hayakuwa na mfumo mzuri wa usambazaji. Kwa hiyo kutokana na watu kuendelea kuhamia, maana yake ni kwamba kama mamlaka lazima tufikiri kuweza kuhakikisha kwamba huduma inafika.